kwa watu, siungi mkono kuuawa kwa watu. Hata Biblia inakataza kuua. Kwenye Kutoka sura ya 20 nasema amri mojawapo 10 zile nasema usiue. Kutoa roho ya mtu sio sahihi. Hatuwezi kumaliza tatizo kwa tatizo. Kama mtu amekosea hatuwezi kumaliza tatizo kwa kumuua. Hii sio ufumbuzi. Unaweza tatizo kutafuta suruhu iliyo sahihi ya kurekebisha kile ambacho kinatufanya tufarakane. Siungi mkono kabisa mauaji. Siungi mkono kutekwa kwa watu hata kidogo. Lakini ninachosema mimi, baada ya tatizo hili, baada ya hii changamoto, ile approach, watu wanasemaje? Maana yake sasa, kama kuna taharuki ya watu wameuawa, watu wametekwa, na yule anayesema pia analeta taharuki, tutafikia wapi? Kila mmoja akisema kwa namna yake. Kweli watu wana hasira, kweli watu wana uchungu, lakini uchungu wetu uende kwa maarifa na hekima. Zipo mamlaka. Kwa mfano Josphat Gwajima, simsemi yeye, lakini nasema kwa mfano yeye ana nafasi kubwa, yeye ni mneki. Ana nafasi kubwa ya kuwa karibu na kiongozi wa nchi. Tunampeleka kama mchungaji aseme kwa sababu yuko karibu. Mneki ni nafasi kubwa sana. Yeye ana nafasi kubwa na kwa kiongozi wa nchi, ana nafasi kubwa bungeni. Haya mambo hayahitaji kumzomea mtu. Ikitokea changamoto hatupaswi kuzomea, kutoka nje kuzomea. Una nafasi ya kuwa karibu na mheshimiwa rais. Ndio maana ya sisi hata viongozi wa dini kuwapeleka viongozi wetu wa dini wenzetu wafike pale mahali ambapo wanaweza kusema karibu na kiongozi wa nchi. Na hii ilikuwa kwa Nabii Nathan. Nabii Nathan, Daudi alipochukua mke wa jemadari wake Uria, Bathsheba, akalala naye, alafu akampeleka Uria kwenye mstari wa mbele vitani ya uawe. Nabii Nathan Mungu akamtuma kwa Daudi. Akatengeneza mfano. Daudi alikuwa na nafasi, Nathan alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuzungumza na mfalme. Huwezi kusema mtu mwenye nafasi kubwa kama sisi yao tu, unasema tu wewe una nafasi kubwa. Gwajima ana nafasi kubwa, mneki. Gwajima anakutana na mheshimiwa rais wakati wote ule. Mimi siwezi kumpigia simu rais, ndio naweza kusema vivyo vile. Lakini watu wenye nafasi kubwa, wenye ukaribu na kiongozi wa nchi, hawapaswi kusema kama watu wa kawaida. Wao ile nafasi walionayo sio ya kawaida. Hatukumpeleka pale na maombi yetu aseme kama mtu wa kawaida. Alikuwa aseme kama kiongozi, kama Mungu amempeleka pale. Nathan alimwambia Daudi, akamwambia kuna mtu amekuja mgeni kwake, akaacha ng'ombe zake wengi, akachukua ng'ombe wa jirani yake akamchinjia mgeni. Akamwambia Daudi, Nathan, mtu kama huyo afanye nini? Daudi akasema kwa haraka sana mtu anapaswa kuuawa. Nathan akamwambia mtu huyo ni wewe. Umeacha wake zako wengi, umechukua mke wa jemadari wako. Kwa nini? Nathan alikuwa na nafasi. Kwa hiyo Gwajima kwa kusema kule nje kuzomeana sio sahihi. Kama kiongozi wa dini, kama kiongozi katika serikali, umeapa kwa katiba na umeshika Bible. Wakati nasema nchi umeapa na sisi tumekubali, umekwenda kuapa. Kwa hiyo ni vizuri kuna utaratibu wa kuzungumza. Kila mtu, kama kwa mfano alimsema mbunge fulani Ponjoro, sio sahihi. Kiongozi yule yote ni kondoo, yule yote anahitajika kuja kwa Yesu. Hapaswi kusemwa kwa matusi. Alizungumza bungeni, aitakiwa naye akamjibu bungeni. Usitumie madhabahu. Waislamu wakitumia madhabahu zao kusemana, na sisi tutumie madhabahu zetu kusemana, nchi itakuwa salama kweli? Kila mmoja asimame kwenye madhabahu yake aseme anavyotaka yeye, nchi itakuwa salama. Ogopeni vita wapendwa. Mimi nimeishi Kongo, nimeenda South Africa, nimeenda Rwanda na Burundi. Mimi najua prison, najua maisha yote. Watu wa bunduki miaka nyuma, maisha yote tunayafahamu. Kwa hiyo ogopa, tuko huru hivi, unakula mikate. Biblia inasema katika Mithali sura ya 15, heri mioyo kavu pamoja na amani kuliko chakula kinono na mafarakano. Na nafuu hivi wakati mwingine tupo hivi, tunafanya kazi zetu, uko madhabahuni unahubiri, chuma ikilia madhabahuni, ukifungua mdomo haleluya, chuma imelia mdomoni. Meno yote yameng'oa na risasi. Hakuna ibada kwenye mafarakano. Na yanaanza hivi pole. Cheche hii italeta moto. Na mimi naisema hii, kuna watu wanakatukana tukaneni. Mimi kutukana napenda huyu. Yani nimetukana tangu niko mimba huyu. Matusi, kwa hiyo nimeshazoea. Kusanyeni chambatusi wenu tukaneni, lakini nasema ukweli. Hiki kinachoendelea sio sahihi. Hapa tusilete udini eti rais kwa sababu Muislamu, si rais mwanamke. No. Tunahitaji kutunza nafasi ya mtu, na hasa kwa ninyi ambao mko nafasi za juu. Namna gani mzungumze? Sisi wao huko chini tunaweza kusema chochote. Lakini ambao tumewapeleka nafasi ya juu, naweza kuonana na kiongozi wa nchi. Hatupaswi kusimama kuzomea kwenye madhabahu. Madhabahu sio kazi yake kuzomea. Mimi sikatai kusema kwa mtu, lakini unasema kwa lugha ipi? Unasema kwa namna gani? Badala ya kuleta amani, kuleta suluhu,
naleta taharuki, na wanatumia akili ndogo ya sisi wa Tanzania kututeka. Amesema, kwani yeye ndio wa kwanza kusema? Mbona watu wengi wamesema? Umesemea wapi? Hilo jambo la msingi la kwanza. Kwa hiyo mimi sipingi mawazo ya mtu ya kutekwa kwa watu, lakini unasema wapi? Ipi nafasi yako? Chunga sana nafasi yako kwenye kusema.